Niambie mama wawili. Nipo nimejia tele kapisha bwabwa wasuli wanasema. Na mazaga yako nini? Tulikuja chia. Nifanyeje ndugu yangu? Sasa bwana nikupe story bwana. Ndio nilikuwa najua. Mimi napendaga sana kusikiza story za wale watu wa zamani wale. Watu wa zamani, wanasaidia ndio ya zamani na mimi niletea hapa. Story kuna bwana mmoja bwana. Huyo mshikaji huyo kwake. Palikuwa hapana TV. Palikuwa hapana TV, yani alikuwa anaishi. Palikuwa hapana TV. Alikuwa anaishi kwenye nyumba ya giza. Umeona? Sasa kumbe kwenye nyumba ya giza TV ya nini? Sikilize sasa ninachokwambia. Sikilize sasa. Sikilize. Umeona? Huyo bwana alikuwa akipita Buguruni pale, kuna mikanda watu wanaangalia CD pale na nini? Au sio bwana? Basi akifika pale anaangalia kishungi ambacho kuna wanawake wengi. Unajua zile? Yani kishungi, yani umati ambao sehemu ambao wamezungukia zile CD, wanawake wengi wananunua CD. Unajua zile? Yani tuseme na kundi la watu wanawake. Kwenye kundi la watu Sasa akifika pale yule bwana anaukabaga mpaka hapa. Akifika pale anachokifanya pale kama madini system. Au akifika pale sasa. Papa wewe. Akifika pale sasa. Anajifanya kuangalia zile CD. Anaangalia kwa umakini kweli yani. Anaziangalia tu zile. Yani anaziangalia zile CD huko, anapiga jicho kwa wale wanawake ili wamuone na matawi ya juu. Umeona? Mwisho wa siku sasa anachukua CD 2 3, anazitia ana kibegi chake kizuri kibiskesi kile. Anakiweka kwenye kibegi kile. Umeona? Sasa huko nyuma huko. Unajua zamani CD zilikuwa dili, ukionekana unanunua CD unaonekana, maana yake inamaanisha kwamba kule kwenu, kule kwako mambo mazuri. Umeona? Unanunua CD vipi? Sasa bwana yule bwana alikuwa anapata wanawake kama mvua. Wanawake nyea mnaiana. Yana vipi kutukana hapo? Sasa si mtu ukishakumwona vile tu tayari unaingia kwenye 18. Unajua huyu kwake mambo mazuri na nini, kumbe mwisho wa siku anakupeleka gesti, anakupeleka sehemu usizijua wewe. Kwake kule anakupeleka. Kusema wanawake tunapenda. Kwa nini TV inamsababisha mwanamke apende? Si mnapenda mtiririko? Mnapenda vitu rahisi, vitu laini. Historia yako imepinda. Kwa sababu kama yule angekuwa anapenda wanawake kuwapeleka nyumbani ndio ungesema tunapenda TV tu ndio tukaangalia mikanda. Lakini yule alikuwa anachukua mademu, sema ile sehemu ilikuwa ni kijiwe chake cha kwenda kupatia wanawake, lakini anawapeleka guest. Nyosha. Nisikilize vizuri. Hapo wewe umenielewa. Wewe umenielewa vizuri. Ile ndo staili yake ya maisha. Umeona? Sasa na kuna mmoja mwingine sasa, achana na huyo. Huyo amepita. Kuna mmoja mwingine atia kuona vidali vile vikuku vya vidali vile. Unajua wale kuku wanokatwa wale sambusa vidali vimekaa hivi na nini. Umeona? Sasa akifika pale bwana kwenye vile vidali vile yule bwana, umeona? Anachokifanya yeye pale, anaangalia pale kitu gani hakipo. Umeona? Meza ishapangwa. Meza ishapangwa yote. Akisha kuona wanawake wamekaa pembeni wamezungia meza ile. Anaangalia pale kitu gani hakipo. Umeona? Ina maana akifika pale anapiga jicho hivi. Anaona hapa kidali hamna. Umeona? Basi analenga kile na paja alipo. Basi anaulizia lile. Bwana paja lipo hapo? Anajua atajibiwa halipo tu. Umeona? Kwa hiyo bwana watu wana balaa. Kwa hiyo akijibiwa halipo, umeona? Akipiga jicho hivi, anaona watu bwana nitakunua paja yule, lakini kalikosa. Umeona? Kwa hiyo unajikutelia kiondoka, unaweza ukajikuta anaondoka na mtu tena hapo. Mtu anamfuata nyuma. Unajua ndugu zetu watoto wa kike hawa. Itakwenda hata kipaja yule. Basi bwana ni balaa. Yaani watu wengine ni balaa kuliko ile rafiki yangu. Unataka kutuambia sisi mwanamume ananunua paja ndio tunampata kapungu yao. Bwana kinaideka na vitu vidogo vile ndio vitu vya kuvuta na kuna watu njia wanazo, hawana hela lakini Mungu kawapa wazifa, kawapa kipawa. Umeona? Sasa mtu kashinda kununua paja wewe unajua, wenzako hawajui. Wewe kama upewa kujua lakini wenzako hawajui na wanachukua vizuri. Baadaye bwana. Rudi upata umbea mwingine uje. Haya, inshallah.